Wote ni mashuhuda juu ya kile kinachoendelea kwa Mai. Kitu ambacho kimemtokea kuweza kupoteza fahamu ni kutokana na mshtuko, taarifa za mshtuko ambazo amezipata kutoka kwa mama yake ya kwamba yeye ni msababishaji wa kifo cha baba yake, kutokana na kwamba alivyotoroka tu basi. Nafikiri siku hiyo ndo siku ambayo mzee aliweza kupoteza maisha. Sasa kuna kitu ambacho hujafahamu ndugu mpenzi mtazamaji, unatakiwa kuelewa hapo. Mimi nafikiri kwamba hizo zote ni story ambazo amezitunga mama yake na Mai pamoja na dada yake. Nafikiri kwamba mtu ambaye anahusika kwa kifo cha baba yake ni mmoja kati ya wanafamilia hii hapa, na nafikiri kwamba huyo dada ambaye ni Sauda, wote tunamtambua kwa jina hilo, huenda akawa anahusika kwa kifo cha baba yake na sio kumzingishia Mai kwamba anahusika. Sasa subscribe kwenye channel hii hapa ya Nova Films, halafu twende tukachambue na nikujuze ni kwa nini ninasema kwamba kuna zaidi ya kile unachokifahamu kuhusu kifo cha baba yake na Mai. Wote tumefahamu kwamba na tumeweza kushuhudia pindi ambapo Amanda alikuwa ametulia pale nje, aliweza kuona mtu amevalia mavazi meupe kama kwamba ni mzimu, akamuita bibi, lakini nafikiri kwamba yule utakuwa ni mzimu wa babu yake. Sasa Amanda nao uwezo ambao kidogo ni tofauti na binadamu wa kawaida, yani anaweza kuona viumbe ambavyo binadamu wa kawaida kwa macho yako ya kawaida huwezi ukaviona. So nafikiri kwamba ule pale utakuwa ndo mzimu wa nani, wa babu yake. So ameufuata Amanda, atakwenda kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea, na nafikiri anaweza akajuzwa kuhusiana na kipi ambacho kiliweza kumtokea yeye. Na tunatambua kabisa kwamba kwa sasa Twizy Daddy pamoja na mke wake Mai watakwenda kuingia kwenye migogoro ya nafsi, kutokana na kwamba wao wanafikiri na kuamini kwamba ni wasababishaji wakubwa wa kifo cha mzee. Mai anaamini kwamba kutoroka kwake na kumfuata Twizy kinaweza kikuwa ni chanzo cha baba yake kuweza kupoteza maisha kwa mshtuko, kwa sababu hakulizia kuona mtoto wake anaolewa kiholela na Twizy. Lakini Twizy pia anaweza akawa ni msababishaji kwa jinsi ambavyo yeye atakuwa akiamini kwamba anaweza akawa alisababisha kifo cha mzee, kwa sababu aliondoka na mtoto wake na kusababisha mzee kuingia kwenye matatizo kama hayo hapo. Sasa huo ndo mgogoro wa nafsi ambao nimeuzungumzia, wanakwenda kuingia Mai pamoja na mume wake baba Amanda, nikibadilisha kwamba Mr. Twizy Daddy. After all, Mai anayo haki ya kumlaumu sana mume wake ambaye aliuchanganya moyo wake na kusababisha achanganyikiwe, aamue kuondoka na kuiacha familia yake. Anayo haki kabisa kumlaumu Mr. Twizy Daddy, kwa sababu vimaneno vyake, kisura chake hicho kiliweza kumteka na kumfanya ashindwe kujua mema na mabaya. Lakini alikuwa na haki ya kupenda, na siku zote hata vitabu vinasema kwamba mwanamke ataachana na wazazi wake na kuambatana na mume wake. So nafikiri kwamba hakuwa amekosea, japokuwa aliondoka sio kwa mema, aliondoka kwa mazuri, lakini sio yale ambayo yalikuwa yana baraka kutoka kwa wazazi. Sasa moja kati ya vitu ambavyo vinatakiwa viweze kuzingatiwa zaidi kwenye episodi zinazofuata, nafikiri kwamba watu wanatakiwa kuwa makini na hawatakiwi kuikosa kabisa Mtoto Wangu inaruka pale